Nitawapa kisa kimoja. Finali ya mwaka 93 Simba walicheza na Stella Abidjan. Kule Simba alitoka bila Abidjan. Finali si mbili. Kwa hiyo hapa unatazamia kwamba hapo mwenye advantage ni Simba, sababu anakuja kucheza nyumbani. Simba akafunga mabao mawili. Mambo vipi mtazamaji wa Mwananchi Digital, jina langu ni Victoria Melkiadi na leo katika pita zangu niko hapa na mchambuzi mkubwa wa soka anayefahamika kwa jina la Edo Kumwembe, na tutazungumza mambo mengi ikiwemo ni kwa mara ya kwanza Simba kufuzu finali za kombe la shirikisho baada ya miaka 32. Analipi la kutuambia kwa upande wake na wapi ambapo Simba walifanikiwa. Edo, habari? Salama kabisa. Na kwako? Salama kabisa. Mvua kama hizi vipi? Ni mvua ni baraka, it's blessings. Sio kitu cha kulalamikia. Okay. Edo, Simba imefuzu finali kwa kipindi kirefu. Mashabiki wa Simba wamekuwa na furaha, lakini chini ya kocha Faldo ambaye amekuwa na Simba tangu msimu unapoanza, hii inaweza ikawa ni mafanikio ya kwanza kwa kuwa na kocha kwa muda mrefu. Of course, unaweza kumsifu Faldo kwa sababu yeye ni mpya, wachezaji wengi ni wapya, kwa hiyo uwezo ukasema labda ameipokea timu kutoka kwa kocha fulani ambaye labda alitengeneza msingi mkubwa. Hapana, ukiangalia hata first 11 yeye amekutana nayo katika timu. Kwa hiyo unaweza kumsifu yeye zaidi, sio kwamba ni timu ambayo labda ameipokea ikiwa na mafanikio au ikiwa na msingi mkubwa kutoka kwa kocha fulani aliyepita, kwa sababu ukiangalia wachezaji wengi ni wa this season kwa kiasi kikubwa, na yeye mwenyewe wa this season. Kija kuangalia kina Teba, kina Mpanzu, sijui Shamo, kina Kagoma, wachezaji wengi yani ni wa this season. Kwa hiyo unaweza ukamsifu kwa namna ambavyo ameunganisha timu kwa wachezaji hao wapya na ambao amewakuta labda wakina Ngoma, wakina Shabalala, Kapombe, Shemaloni na wengineo wachache wengine, kwa sababu Simba ilisajili wachezaji wengi. Lazima umsifu. Sawa. Simba inatinga finali ya kombe la shirikisho na inakwenda kukutana na mbabe ambaye wengi wanaweka maswali. Kwa upande wako ningetamani kufahamu mpinzani wa Simba ana ugumu kiasi gani na unaipa nafasi gani Simba? Kwangu mimi Berkane, na kwa watu waliofuatilia mechi zao pamoja na hata mechi yao ya nusu finali na Constantine, utawafanya wao kuwa favorite, kwa sababu yeye mwenyewe Semi ameshinda mabao 4 home, akaruhusu kufungwa bao moja away, na unaweza kujua kwamba lazima labda walikuwa wamerelax, ndio maana wakafungwa ile bao moja katika siku ile ambayo Simba walikuwa wanacheza Durban wao walikuwa wanacheza away. Lakini ukiangalia wao ni favorite, na sio tu kwa ushindi wao mnono katika mechi ya kwanza, lakini hata tu wanavyocheza. Simba wana bahati nzuri sana kwamba wakati wanaunda timu na wamefika finali. Kwa hiyo sio timu ambayo iko kwenye piki, ni timu ambayo bado inaendelea kujitafuta. Kuna baadhi ya wachezaji wanaonekana kama hawana hadhi ya kucheza Simba, kuna wachezaji wanaonekana wana hadhi ya kucheza Simba, na tunatarajia kuna wachezaji wataachwa ambao walikuja ndani ya mwaka mmoja, kwa mfano wakina Mutale, wala huwezi kuficha. Kwa hiyo wakiwa bado wako kwenye mchakato wa kutengeneza timu, imagine wamefika finali. Kwa hiyo wanaweza wakawa tofauti kidogo na Berkane, kwa maana ya kwamba Simba wana cha kupoteza sana katika finali, kwa sababu wao bado wako kwenye mchakato wa kuunda timu. Na ukiangalia hata aina ya mchezo wanaocheza Simba na Berkane naona wako juu zaidi, ingawa finali ni kitu tofauti. Na advantage ya finali ambayo Simba wanayo ni kwamba finali za Afrika zinachezwa mbili, kwa hiyo mna uwezo wa kurekebisha makosa. Mnacheza away na mna uwezo wa kucheza home, na Simba ni wazuri sana wanavyotumia uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo na mechi ya pili itachezwa nyumbani. Sasa sijui watacheza Unguja au watacheza uwanja wa Mkapa, hiyo bado sijajua, lakini Simba wanakuwa wazuri wakitumia home advantage. Kitu cha msingi ni kwamba hata wakicheza pambano la kwanza wasipoteze kwa idadi kubwa ya mabao kama Constantine walivyofanya kwenye nusu finali, kitu ambacho kocha Fadlu kuanzia sasa hivi inabidi akifanyie kazi, kwa sababu makocha wanachukua mikanda, wanaangalia aina ya uchezaji na kila kitu kwa ajili ya kukabiliana na hizi timu. Kwa hiyo kocha ndio anajibu haswa la nini cha kufanya. Ila ukiniuliza mimi nitakwambia Berkane ni favorite, na hata Simba wenyewe hata mashabiki hilo wanalifahamu. Mmewatazama Berkane kwenye mechi zao ambazo wamecheza, eneo gani ambalo unaliona ni la hatari zaidi kwa upande wao?
Angalia katika hii michuano hii, mara nyingi sana haitoi mabao mengi. Sasa unapoona mtu anafunga mabao mengi, yani ujue kabisa kwamba striking force yao ni nzuri, wanajua kutumia nafasi zao vizuri. Kwa hiyo ni wazi kwamba eneo lao la finishing wako vizuri. Simba wasifanye makosa mengi. Mabao 4 kwenye nusu finali ni nadra sana kwenye mpira wa Afrika, au hata kupata mabao 5 kama tulivyoona Orlando Pirates siku ile na wakina Mayele. Ni nadra sana kupatikana mabao mengi. Mara nyingi inakuwa 1-1, kama unavyoona Simba wenyewe wamepita kwa bao 1, hapa ilikuwa 1-0, kule bila. Lakini ukiona timu inafunga mabao mengi kama Berkane, maana yake safu yao ya ushambuliaji iko vizuri. Okay, eneo la ulinzi pia wako vizuri kwa sababu hawaruhusu mabao mengi na wanafunga mabao mengi. Na wakati mwingine ulinzi si kuja nyuma na kuzuia. Wanavokuja tu kwenu huko kana mpira muda mrefu, maana tayari hapo jilinda. Yaani mara nyingi unajikuta wewe huko kwenye eneo lako zaidi kuliko eneo lao. Hiyo tayari ni ulinzi. Possession ni ulinzi. Wanavokuja kwako vile vile ni ulinzi tosha, kwa sababu wanakufanya wewe ukae eneo lako zaidi kuliko eneo lao. Simba wanaonekana kufanikiwa msimu huu. Labda kwa uchache unaweza ukatupa mambo kadhaa ambayo yamewafanikisha Simba msimu huu kufika hapa walipofika? Msimu huu kitu ambacho Simba wamefanikiwa zaidi, pamoja na yote, ni kwamba misimu hii mitatu Simba walikuwa wanakosea sana kwenye usajili. Msimu huu unaweza ukasema Simba wamekosea kidogo, labda kwa wachezaji kama wakina, narudia tena, kama labda Mutale hivi, wanamuona Ateba naye mzito, lakini kuna wachezaji wameingia wameimarisha timu. Mchezaji mfano our very own boy Yusuf Kagoma ameimarisha timu, Mpanzu ameimarisha timu. Yaani wachezaji wamekuja wapya na wameimarisha timu. Misimu hii iliyopita ulikuwa unaona wamekuja wakina Jobe, wakina nani, au kuimarisha timu. Lakini msimu huu kuna wachezaji wameingia, angalia jinsi alivyoumia Shemaloni, jinsi Shamu alivyokuja kaziba nafasi. Maana yake ameimarisha timu. Ni muhimu sana kuleta wachezaji. Sio wote watakaofaulu. Ila watakaoingia kwenye first 11 waje kwa ajili ya kuimarisha kikosi. Na hilo jambo Simba wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa this season. Wanapokwenda kukutana na Berkane, kitu gani ambacho Simba wanatakiwa wakizingatie sana? Kwa sababu kuna finali mbili. Finali ya away, wawe makini sana Simba, wacheze kwa discipline kubwa. Na kama unaona mpinzani wako ni bora kuliko wewe, yani ni bora sana, uwe makini kwenye kuziba njia, ucheze kwa counter attack, uhakikishe haupati, yani kwa namna moja utengeneze mianya ambayo itasababisha opponent wako afunge hata mabao mawili, kwa sababu kwenye finali mabao mawili tayari yashakuwa mengi, na una uhakika gani kwamba akija Dar es Salaam hawezi kufunga? Kwa hiyo it's discipline. Nadhani Fadru anajua zaidi kwa sababu ni kocha, sisi ni wachambuzi, lakini I think ukicheza na Mwarabu kwake uwe na discipline ya hali ya juu. Kwa mfano mechi Simba walicheza na Al Masry, hawakuwa na discipline ya hali ya juu, wakaruhusu yale mabao mawili. Musa Kamara alikuwa off form siku ile. Unaona walivyoenda kutafuta bao la pili hawakuwa na walivyoenda kutafuta bao la kusawazisha hawakujiandaa na counter attacks. Kwa hivyo vitu vyote nadhani Fadru atafanyia kazi, lakini zaidi ataona mchezo wa Berkane na yeye ndio atakuwa na jibu la namna gani ya kukabiliana nao. Kwa na wachezaji wenye rekodi za kucheza hii michuano ya kimataifa kama Ngoma, kunaweza kukaisaidia kwa kiasi gani Simba? Ni kitu kizuri. Rekodi hazichezi, historia haichezi, ila experience ambayo atakuwa nayo Ngoma, mimi kwangu mimi namuona ndio mchezaji kiongozi zaidi katika kikosi cha Simba. Ni mchezaji kiongozi zaidi, mchezaji ambaye ana uzoefu na anajua kutuliza wenzake, anajua kuambia wenzake ni cha kufanya. Ni vile tu mara zote huwa tunaamua hizi timu zetu kubwa nahodha awe mchezaji mzawa, lakini mchezaji kama Ngoma anastahili kabisa kuwa nahodha kutokana na attitude yake uwanjani. Kwa hiyo mnaweza mkashambulia ndani ya dakika 5 kwa mfano, Ngoma akajua nini, namna gani awatulize wenzake. Hiyo ndio experience sasa. Experience ambayo hata Kamara alionyesha kwenye pambano ile la Stellenbosch, namna ya kupoteza muda kidogo, namna ya kufanya. Zile ndio experience ambazo wachezaji wenye experience kama yeye wanaweza wakazileta kwa wachezaji ambao labda sio wakubwa sana kwenye mechi kama hizo, kama kina Yusuf Kagoma, namna ya kuwatuliza uwanjani. Tuachane na mambo ya kimataifa, lakini pia
turudi kwenye ligi. Simba ina kiporo, lakini kama ikifanikiwa kumalizana viporo vyake na ikafanya vizuri, maana yake itakuwa inapishana points moja na Yanga. Kwako msimu huu ligi umeionaje? Na wakati inaelekea mwishoni, wapo ambao wanashuka na wapo ambao wanapanda. Ubingwa huu unatetewa, lakini pia unapambaniwa. Kipi ambacho unakiona? Swala la ubingwa kwanza kwa Simba of course sio nzuri sana kuwa na viporo vingi wakati Yanga anashinda mechi zake, kwa sababu inakufanya ucheze under pressure ukirudi kwenye ligi, na vile vile kufika mbali kwenye michuano ya kimataifa. Maana Simba anakuwa na double concentration, anamuwaza Yanga lakini vile vile anawaza kucheza finali zake. Sio kitu kizuri. Wenzetu huwa wanaweza kumanage. Kwa mfano ukiangalia Champions League labda Ulaya, Arsenal wamefika nusu finali lakini ana viporo. Wenzetu wanaweza kucheza Jumanne vizuri, wakacheza Jumamosi, lakini sisi kwa mpira wetu na wakati mwingine arrangement za safari, kwa sababu Afrika logistics za safari shida, inakuwa lazima kuna viporo vingi kama unafika mbali michuano ya kimataifa. Kwa hiyo kwa Simba ni disadvantage kwa sababu watacheza under pressure wakirudi katika ligi. Kuhusu swala la ligi kwa ujumla, mimi nimependa sana ligi ya msimu huu kwa sababu ukichunguza vile vile ni ligi ambayo ina mabao mengi, na shukran kwa viwanja vizuri. Sasa hivi mpira unatembea. Zamani ulikuwa uwezi kufunga mabao mawili au matatu au manne kwenye uwanja kama wa Sokoine. Pitch zilikuwa ni mbovu, lakini sasa hivi kila unakokwenda pitch ni nzuri, na ndio maana ligi na mabao mengi. Na ndio maana vile vile hata watazamaji wamekuwa wengi hata kwenye mechi za kawaida, kwa sababu wanaona mpira mzuri. Hamna visingizio vya uwanja. Mtu anaweza kaa tu usiku akaangalia Kagera Sugar na Coast, kwa sababu ana uhakika wa kuona mpira mzuri. Kwa mimi ni wasi timu ziendelee kusajili vizuri, lakini zaidi wadhamini wajitokeze sana kwenye hizi timu, kwa sababu pamoja na kwamba mechi ni nzuri, bado kuna gaps kubwa sana kati ya Simba, Yanga na wengineo. Yani hilo ni gap kubwa sana. Yani mechi inachezwa, unajua kabisa Simba, kwa mfano kile ulichosema, na inawezekana Simba akarudi akashinda vipolo vyake vyote, kwa sababu wao bado wako kule juu kwa maana ya quality, wachezaji, aina wachezaji wako nao. Wengine wanacheza kwa ajili ya kuzuia tu kucheza Simba na Yanga, kitu ambacho sio sahihi katika ligi. Unaona kabisa kwa wenzetu England, Liverpool anacheza na Southampton mechi tough, akicheza na West Ham mechi tough. Arsenal sijui anakuja na Palace 2-2. Yaani ndivyo inavyobidi, lakini huku wakubwa wamezidi kuwa wakubwa, wadogo wamedumaa pale pale. Mtu ambaye tulitegemea atatengeneza daraja Azam, na yeye ndio hivyo anakuwa eleweki. Sawa, niambie kipi kikosi chako bora cha msimu huu ukiziangalia timu 16 zote za ligi kuu? Wapo wachezaji ambao wamekuvutia ukiwapanga? Nipe kikosi chako. Kikosi changu kwa sasa hivi bado sijakiandaa. Tuendelee tu, ila kuna baadhi ya wachezaji ambao najua hawatakosekana, ila sijakiandaa vizuri, lakini najua wachezaji wengi wananivutia, wengine wana consistency, wengine walikosa consistency kama Diarra alikosa consistency wakati fulani, kwa unaona anaruhusu mabao ya ovyo, na ni mchezaji ambaye nitazamia awe kwenye kikosi changu. Kwa hiyo bado sijakipanga vizuri, lakini I think kuna wachezaji wengi watajitokeza, na wengine labda ambao wako nje ya Simba na Yanga na Azam, labda mchezaji kama Chikola, yule mchezaji anacheza Tabora. Ni wachezaji wazuri ambao unaweza ukawafikiria kwenye kikosi cha msimu kama ukitulia. Nadhani hiyo nitakuja nikiwa nacho nitatafuta na kuambia kikosi changu bora cha msimu. Umemzungumzia Diarra hapo, na moja kati ya kipa ambaye msimu huu amekuwa kama mashabiki hawajaweza kumuelewa tangu msimu uliopita ambapo tuzo yake ilichukuliwa na Leima Tampi, kwamba kwa mara ya kwanza akachukua Leima Tampi, na msimu huu clean sheet zake bado hazimbebi, bado Kamara amemzidi. Unadhani ni kweli kama unavyozungumza kwamba Diarra amedrop au ni nini? Diarra alidrop hapo katikati. Unajua tuna shida moja, huwa watu waelewi wachezaji. Kuna wakati wanapitia mambo mengi nje ya uwanja, labda ya kifamilia au vipi. Kwa hiyo soka ni mchezo wa kufocus. Kwa hiyo kuna wakati mchezaji unapoteza focus yako. Na kitu kizuri kwa Yanga, kwa Diarra, ni kwamba wanampenda na wanamlinda. Yaani pamoja na zile mistakes bado waliamua kuendelea kumback mpaka amerudi tena katika form. Lakini kuna wakati wachezaji wachezi vizuri kwa sababu ya mambo mengi nje ya uwanja. Kuna ambao wanapenda starehe sana, wanaendekeza starehe. Kuna ambao wana matatizo ya familia, labda mtu na mke wake wameachana. Hivyo vitu havifiki kwenye media.
lakini vinaathiri sana wachezaji kwenye performance zao. Anamuguza mama yake labda kwa miezi mitatu, watu hatujui, lakini anapofanya vibaya uwanjani tunamhukumu kwa kile tunachokiona, lakini si ajabu nyuma yake anakuwa ana vitu vingi. Kwa hiyo siwezi kuwajaji wachezaji isipokuwa uzuri wa mchezaji kama Diarra ni kwamba klasi yake watu wanaijua. Yaani mchezaji anaweza akawa anafanya makosa, labda kwa mfano hata Shabalala, lakini unajua kabisa anapokuwa bora, yeye ndio beki bora wa kushoto katika ligi kuu au katika kikosi chake cha Simba. Kwa anaweza kufanya makosa mawili matatu, lakini kwa sababu ameshahakikishia watu klasi yake ni ipi, inakuwa isumbui. Mchezaji mgeni ndio anatusumbua kwa sababu tunakuwa hatujui alikotoka, performance yake iko vipi. Lakini kuna wachezaji hapa wamekwisha cheza performance zao, yani hata akikosea unajua kabisa huyu level yake ni hii. Na kuna mchezaji ambaye tangu amefika au muelewi. Kwa hata anapokosea unajua huyu bwana inawezekana hata alikotoka hiyo ndio level yake. Nashukuru, lakini neno la mwisho kwa Simba kwenye mechi yao ya finali? Concentration. Simba wawe na nidhamu sana kwa sababu kwanza Mwarabu kama nilivyosema atataka kumaliza finali kule. Lakini vile vile aiwahakikishii Simba kwamba Mwarabu vile vile anaweza kushinda hapa. Kwa hiyo ni umakini wa dakika zote. Nimependa mechi ya Stellenbosch zote mbili Simba wameweza kwa umakini wa hali ya juu sana. Lakini I expect kwamba Waarabu watakuwa wakali zaidi pengine kuliko Stellenbosch. Kwa hiyo yani wawe makini sana kwa dakika zote 90 au 180 za huku na kule. Nitawapa kisa kimoja. Finali ya mwaka 93 Simba walicheza na Stella Abidjan. Kule Simba alitoka bila. Abidjan. Finali si mbili. Kwa hiyo hapa unatazamia kwamba hapo mwenye advantage ni Simba. Kwa sababu anakuja kucheza nyumbani. Simba akafungwa mabao mawili. Kwa hiyo kitu cha msingi ni concentration na kutodharau sijui wako wapi au wanafanya nini. Mtazamaji wa Mwananchi Digital, umekwisha kumsikia Edok Mwembe amezungumza mambo mengi, lakini kuhusiana na mechi ya finali ya Simba, na nikwambie tu amezungumzia na mambo ya ligi kuu bara kwa ujumla. Mimi ni Victoria Melkiad, nyuma ya kamera alikuwa Hatib Nyembe Mtumbadi. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vyote vinavyoendelea. Asante.